Habari za wakati huu. Hapa tunazungumzia kauli yenye uzito mkubwa, yenye ujasiri na yenye kina kutoka kwa mmoja wa viongozi wenye hekima na uzoefu mkubwa katika historia ya Tanzania, ambaye ni Jaji Mkuu mstaafu, mwanasheria mkuu wa serikali, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, Joseph Sinde Warioba. Katika mahojiano yake, Jaji Warioba amefichua kwa moja vitisho, shinikizo na majaribio ya kumnyamazisha. Amewahi kuambiwa azime simu yake na asiitumie mpaka wao watakapomruhusu. Pia amekaribishwa kwenye mikutano, lakini akaambiwa asiende kwa sababu hana manufaa. Jambo lingine ni kuwa mahojiano yake pamoja na gazeti la Jamhuri yalizuiwa kuchapishwa baada ya kuandaliwa. Viongozi wengine wanaogopa kuzungumza naye moja kwa moja na wanatumia wengine kumpa ujumbe. Marafiki zake pia wanaogopa kuwa anaweza kutekwa au kupewa sumu. Jaji Warioba anamalizia kwa ujasiri, mimi ni mali ya Mungu, ndiye atakayeamua lini ananihitaji. Hii ni kauli yenye uzito mkubwa inayokuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa nchini. Jaji Warioba anafichua uzoefu wake wa moja kwa moja wa shinikizo na vitisho. Kuzimwa kwa simu na udhibiti wa mawasiliano. Alikuwa akiambiwa azime simu yake na asiitumie hadi wapate ruhusa. Alipouliza kuna sheria gani, hakupata jibu la kutosha. Na pia kuzuiliwa kuhudhuria mikutano. Alikaribishwa kwenye mikutano lakini akaambiwa asiende kwa sababu hana manufaa. Alipouliza nani anaamua manufaa hayo, alikataliwa. Jambo lingine la kuzuiliwa kwa mahojiano na vyombo vya habari. Mahojiano yake pamoja na Jamhuri yalizuiwa kuchapishwa baada ya kuandaliwa na kupewa summary. Pia kuna uoga wa viongozi kuzungumza naye. Viongozi wengine wanaogopa kuonekana naye moja kwa moja na wanatumia wengine kumpa ujumbe. Na hofu ya marafiki zake wanaogopa kuwa anaweza kutekwa au kupewa sumu. Anahitimisha kwa imani thabiti, yeye ni mali ya Mungu na Mungu ndiye atakayeamua wakati wake. Kauli hii inaonyesha kuwa hata viongozi wenye hadhi kubwa kama Jaji Warioba wanaweza kukabiliwa na shinikizo na vitisho vya kimya. Tukija kwenye mfumo wa shinikizo pamoja na vitisho, Jaji Warioba anafichua muundo wa udhibiti wa kimya unaotumika: udhibiti wa mawasiliano, kuzuiliwa kushiriki katika shughuli za umma na kuzuiliwa kwa vyombo vya habari. Hili si tishio vya moja kwa moja tu, bali ni mfumo wa kuwafanya viongozi na wanaharakati waogope kujieleza. Kuna jambo la uoga wa viongozi kuzungumza naye moja kwa moja unaonesha kuwa hata ndani ya serikali na vyama vya siasa kuna hofu ya kuonekana kushirikiana na sauti zinazopinga. Hii inaasili uhuru wa kujieleza na mazungumzo ya kitaifa. Kuja kwenye hofu ya kutekwa au sumu, madai ya marafiki zake kuogopa kutekwa au sumu yanahusiana na visa vingi vya utekaji na kutoweka vilivyotajwa katika miaka ya hivi karibuni. Hii inaonyesha kuwa hofu ya usalama imekuwa ya kawaida miongoni mwa viongozi na wanaharakati. Tukija kwenye muktadha wa kisiasa, kauli hii inakuja wakati wa mvutano mkubwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 ambapo kesi ya Tundu Lissu pamoja na ripoti ya tume ya Jaji Chande vikiwa vimetolewa. Hii inathibitisha kuwa shinikizo na udhibiti wa sauti unaendelea hata kwa viongozi wenye hadhi kubwa. Uhuru wa kujieleza. Kauli hii inaonyesha kuwa hata viongozi wenye uzoefu na heshima kubwa wanaweza kukabiliwa na udhibiti wa kimya. Hii inaharibu uhuru wa kujieleza na inazidisha hofu miongoni mwa raia. Na pia demokrasia inahitaji mazungumzo ya wazi na hekima. Ikiwa viongozi wanaogopa kuzungumza au kushiriki, basi mazungumzo ya kitaifa yanakuwa magumu na ya kinafiki. Kwa upande wa vijana na wananchi, kauli hii na suala hili linawapa nini? Linawapa ujasiri kwamba hata wazee wenye hekima na wanasimama ukweli, nao inawahimiza wasiogope kujieleza. Pia kwa upande wa serikali, hii inatoa changamoto ya kurekebisha mazingira ili viongozi na raia wake wawe huru kujieleza bila vitisho. Jaji Warioba ametoa ujasiri wa kipekee. Kama mtu mwenye historia ndefu ya utumishi wa umma, kauli yake ina uzito mkubwa. Inakumbusha kuwa hata viongozi wenye hadhi kubwa wanaweza kukabiliwa na shinikizo la kimya. Hii ni ishara ya tatizo kubwa la uhuru wa kujieleza nchini. Vitisho na udhibiti wa kimya ni hatari kwa demokrasia. Kuzima simu au kuzuia mahojiano na kuwatishia marafiki ni mbinu za kukandamiza sauti.
Hii inaharibu imani ya umma na inazuia mazungumzo ya kitaifa yenye maana. Serikali iache vitisho na udhibiti wa kimya na badala yake iunde mazingira ya mazungumzo ya wazi na salama. Vyombo vya habari vipewe uhuru wa kuchapisha mahojiano na maoni bila kuzuiliwa. Pia viongozi na raia wote wawe na ujasiri wa kujieleza bila hofu kama alivyoonyesha Jaji Warioba, na taifa lijenge utamaduni wa kuvumiliana na kuheshimiana hata tunapotofautiana kama alivyopendekeza Makamu wa Rais Nchimbi. Jaji Warioba ametoa mfano wa ujasiri na hekima katika wakati ambao taifa linahitaji sana sauti kama hiyo. Jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba amefichua vitisho na shinikizo anavyokabiliana navyo na kuonya kuwa udhibiti wa sauti unaendelea. Kauli yake ni wito wa uhuru wa kujieleza na hekima katika siasa za Tanzania. Tanzania inastahili uhuru wa kujieleza, hekima na ujasiri. Tuheshimiane na tujenge taifa bora la pamoja. Je, wewe nini maoni yako kuhusiana na kauli hii ya Joseph Warioba kuhusiana na kuzuiwa kuzungumza na kushindwa kuitimiza haki yake ya uhuru wa kujieleza?